Naam msikilizaji, karibu tena katika chaneli yetu ya Dada B Simulizi. Natumaini u mzima wa afya. Leo nimewaletea simulizi mpya nyingine, lakini pia simulizi ya Shaima mwendelezo wake utatoka Jumatatu. Kwa hiyo msihofu kabisa. Simulizi sasa hivi zitakuwa zinatoka on time, mwanzo mpaka mwisho. Leo tunaenda na simulizi nyingine mpya, ambapo simulizi yetu inaanza mida ya usiku wa manane kwenye nyumba moja hivi iliyokuwa kimya na yenye mwanga hafifu uliokuwa unatokana na mishumaa iliyokuwa imetandazwa kwenye kila kona ya korido. Nilikuwa katikati ya kundi la wanaume waliokuwa wamejifunika mashuka meusi yenye kofia kwa juu, na nyuso zao walikuwa wamezinamisha chini kwa muda wote ambao walikuwa wanatembea. Na hata hatua zao zilikuwa ni ndogo sana, kiasi cha kunifanya hata mimi niweze kutembea kama walivyokuwa wanatembea wao. Mwilini mwangu nilikuwa nimevalishwa gauni moja refu lenye rangi nyekundu. Nilikuwa nasema gauni kwa sababu lilikuwa halina tofauti na dera ama kanzu, lakini lenyewe lilikuwa na rangi nyekundu. Miguuni wote hatukuwa na viatu, ijapokuwa ilikuwa ni ngumu sana kugundua kwa sababu ya nguo ndefu ambazo tulikuwa tumezivaa, ambazo zilikuwa zinaburuza mpaka chini sakafuni. Ilikuwa ni nyumba yenye sakafu yenye unyevu, ilikuwa na maji ambayo sikuweza kuelewa ilikuwa yanatokana na nini au yanatokea wapi. Na kwa jinsi nyumba ilivyokuwa inaonekana, ilikuwa ni nyumba ya zamani sana, na hata vitu na mapambo yaliokuwa yanapatikana kwenye nyumba hiyo yalikuwa ni ya kizamani sana. Niliweza kuviona kwa sababu nilikuwa natembea huku nimenyanyua macho. Japokuwa walinitaka niinamishe kichwa chini, lakini nilikuwa nanyanyua macho yangu kwa kuibebia hivi. Mbele yangu kulikuwa na wanaume wanne, nikafuata mimi, na pembeni yangu kila upande kulikuwa na mwanaume mmoja. Nyuma yangu pia kulikuwa na wanaume wanne, na wote walikuwa wanatembea huku wakiwa wameinamisha vichwa chini. Hatua zetu ndogo ndogo zilianza kupungua kasi tulipofika kwenye ukingo wa ukuta, na taratibu nikaanza kuona wale wanaume waliokuwa mbele yangu wamesimama. Nilisimama huko moyoni nikijiuliza kuna nini kinaendelea, ama kuna nini kinataka kutokea na kwa nini wasimame. Lakini hapo hapo nikapata jibu ya kwamba tulikuwa tumesimama kwenye mlango, na niligundua hilo baada ya kusikia sauti ya mlango ukigongwa na chuma kizito kilichokuwa kinaning'inia mlangoni hapo. Baada ya mlango kugongwa kwa muda, ndipo niliposikia bawaba za mlango zikitikisika, zikiitikia na kupiga kelele. Na ghafla wale wanaume wa mbele yangu wakaanza kutembea. Lakini mimi nikasimama nikijishauri. Nikawa najiuliza nifanye nini. Mara nikahisi mtu ananishika mgongoni na kunisukuma kidogo, akinitaka nitembee. Na ndipo nilipoanza kutembea tena kwenda mbele kufuata mlango ulipo. Nilipofikia mlango nilianza kuona ngazi zikielekea chini kama kuna handaki hivi. Na ndipo miguu yangu ilipoanza kusita, lakini nilisukumwa tena na mtu aliyekuwa nyuma yangu. Nilianza kushuka hizo ngazi taratibu, huku mapigo ya moyo wangu yakiongezeka na kunifanya nihisi hali ya hatari sana mbele yangu. Tulishuka ngazi mpaka tulipofika sakafu nyingine kwa chini, na ndipo nilipowakuta wale wanaume wanne waliotangulia kushuka mbele yangu, na wao wakiwa wananisubiria. Tulipoungana ndipo tulipoanza kutembea pamoja kama ilivyokuwa awali, mpaka tulipokutana tena na lango kubwa refu kwenda juu, na upande wa lile lango kulikuwa na sanamu. Niliyatazama yale masanamu, lakini niligundua yalikuwa tofauti na yale ambayo nimeyazoea kuyaona makanisani ama kwenye makanisa mengi niliyokuwa naingia. Yalikuwa ni masanamu ambayo yule mtu kwenye ile sanamu alikuwa ameshika kichwa cha nyoka ambaye ameachama, ametoa ulimi wake nje na ni mwenye hasira kali. Huku kichwani yule mtu ambaye ameshika huyo nyoka alikuwa amevaa kofia ya kifalme na ametabasamu akinitazama mimi. Yalikuwa ni masanamu mawili yanayofanana, na yalikuwa yamewekwa kila upande wa lile lango. Na yote yalikuwa yananitazama mimi, sambamba na vile vichwa vya yule nyoka ambaye alikuwa ameachama huku ulimi wake ukiwa nje. Lango lilifunguliwa, na ndipo mbele yangu nilipoweza kuona kuna zulia jekundu sakafuni ambalo limenyoka kuanzia mlangoni mpaka mbele ya madhabahu. Pembeni kulia na kushoto mwa ile zulia kulikuwa na viti vya thamani sana.
na hata mng'ao wa zile mbao zake zilionyesha kabisa kwamba hilo kanisa linatunzwa kwa gharama kubwa sana. Mbele ya madhabahu kulikuwa na msalaba mkubwa sana ambao ulikuwa umewekwa kwa juu kidogo, na ulikuwa na sanamu pia. Sanamu ambalo huwa linawekwa pale msalabani, na ile sanamu huyo mtu alikuwa amegongelewa msalabani na taji lake la miiba. Lakini kilichokuwa kinanishangaza baada ya kulitazama lile sanamu ambalo limetundikwa pale msalabani ni kwamba hakuwa amevaa nguo. Yaani alikuwa uchi wa mnyama kabisa, hakuwa amevaa nguo. Nilijikuta moyoni mwangu nikifadhaika sana. Nikakwepesha macho, maana walikuwa wamelichonga sanamu kama lilivyo. Na lilionekana kabisa kwamba sanamu hilo liko tupu, na hata maungo ya lile sanamu yalikuwa yamechongwa vizuri kabisa, ikionekana dhahiri. Nilikwepesha macho yangu, nikatazama pembeni. Niliona wale wanaume waliokuwa mbele yangu wanazidi kwenda mbele ya madhabahu. Tulitembea mpaka tulipofika kwenye madhabahu, na wale watu wote ambao walikuwa mbele yangu walikuja kusimama pembeni yangu kila upande, na tukawa tumetengeneza mstari mmoja tukitazama mbele ya kanisa. Na hata wale wanaume wanne ambao walikuwa mbele yangu mimi, na wao pia walisimama mbele yetu juu kidogo ya madhabahu. Tena nakumbuka wakiwa wamesimama mstari mmoja, walilitazama lile sanamu ama ule msalaba ambao ulikuwa mbele yetu kwa juu. Kisha wakafanya njia ya msalaba, na kisha wakapiga magoti wote wanne. Nilipoona wale wanaume wanne wamepiga magoti, ndipo nilipoona na hawa niliosimama nao mimi mstari mmoja, na wao wakipiga magoti huku wakifanya njia ya msalaba pia. Nilitulia kwanza mpaka pale mmoja wa pembeni yangu upande wa kulia aliponishika mkono na kunitaka nipige magoti na mimi. Taratibu mimi nilipiga magoti pia, huku nikiwa sielewi wanachokifanya. Japo niliona kila mmoja akizungumza maneno ambayo sikuweza kuyasikia vizuri. Baada ya muda nilianza kuona ukungu ama moshi mweupe ukisambaa madhabahuni na kuanza kufanya hata watu wasionekane vizuri. Baada ya ule muda ukungu ulipotea, na wale wanaume wa mbele walikuwa wamesimama wakitutazama sisi ambao tulikuwa bado tumepiga magoti mbele yao. Taratibu walianza kufunua kofia za kichwani mwao, na niliweza kuwaona sasa sura zao ambazo zilinifanya nijihisi kuchanganyikiwa. Msikilizaji, walikuwa sio binadamu wa kawaida, maana sura zao zilikuwa zinafanana na mbuzi, kuanzia masikio yao, macho yao, na hata vichwani walikuwa na mapembe marefu yaliyokuwa yanapindia kwa nyuma. Nilitamani kukimbia, lakini nilishindwa baada ya kuzuiliwa na watu ambao walikuwa pembeni yangu. Niliponyanyua uso wangu kuwatazama wale wanaume wanne, niliona wameshafika mbele yangu na wananitazama huku wakiwa wanacheka na kuniinamia. Karibu kwenye chama chetu Clement. Zilisikika sauti zao wote watatu kwa pamoja, huku wakimalizia na kicheko kikubwa. Hapana, sikuwa tayari. Nilijikuta nikiongea huku nikiwa nataka kulia. Baada ya kusema maneno hayo, nilianza kusikia vicheko kutoka kwa watu wote ambao walikuwemo kwenye lile kanisa. Nilishindwa kuelewa kwa nini wale watu walikuwa wanacheka kiasi kile. Niliposema niwageukie ili kusudi niweze kuwaona wanavyocheka, ndipo nilipozidi kuchanganyikiwa, maana nilijikuta nipo kwenye kundi la watu wa ajabu wenye sura za kutisha, na wote wakiwa wananitazama mimi. Nilitamani kukimbia, lakini nilishindwa, maana watu wote walikuwa wamenizunguka na walikuwa wananitazama huku wanacheka. Na hata niliposema nipige kelele, sauti yangu haikuweza kushindwa na sauti za vicheko vya wale watu ambao walikuwa wanazidi kunisogelea, na mikononi mwao walikuwa wameshika vitabu ambavyo vilikuwa vinafanana na Biblia, lakini havikuwa ni Biblia hii ya kawaida ambayo tumeizoea. Mmoja kati ya wale wanaume wanne alikuwa ameshika chuma chenye rangi nyekundu, kuashiria kwamba kile chuma kilikuwa kimetoka kwenye moto mkali, na
kilikuwa kina nembo ya ule nyoka ambaye alikuwa ameachama mdomo na kutoa ulimi nje, kama yule ambaye nilimuona kwenye yale masanamu wakati tunaingia kwenye hilo kanisa. Walinisogelea karibu zaidi na wakanishika mwili ili nisilete shida. Na ndipo yule mwanaume mwenye kile chuma alipokamata mkono wangu na kuninamisha, kisha akanibandika kwenye kiganja cha mkono wa kulia kwa nje, karibu kabisa na eneo la kuvalia saa. Niliumia sana, nikaanza kulia kwa maumivu makali sana. Lakini hakuna ambaye alinijali, na ndio kwanza yule mwanaume aliendelea kukibandika kile chuma bila hata kukitoa kwenye ngozi ya mkono wangu. Clement anasema kile chuma kilibandikwa kwa dakika 5 mpaka pale kilipopoteza kabisa ule ukali wa moto. Yaani mpaka pale kilipoweza kupoa ndipo kilibanduliwa kutoka kwenye mwili wangu. Pale nilipoteza fahamu na sikuweza kujua kabisa kilichokuwa kinaendelea. Maana kila kitu kilifutika kichwani mwangu na hata macho yangu yalipoteza taswira kabisa. Naam msikilizaji, huo ni mwanzo kabisa wa mkasa ambao ulimkuta ndugu yetu wa kuitwa Clement David. Anasema, ninaitwa Clement David Kimbole. Ni mvulana mwenye tamaa ya maisha mazuri ya kitajiri. Ni muda mrefu sasa natafuta maisha mazuri bila ya mafanikio. Nina mke na watoto wawili mapacha ambao wanahitaji maisha mazuri na huduma nzuri kutoka kwangu. Ninafanya biashara ya kuuza mchele jumla na rejareja, lakini bado kazi yangu haikidhi mahitaji yangu na wala mahitaji ya familia yangu pia. Ndipo nilipokutana siku moja na rafiki yangu ambaye tulisoma wote sekondari mkoani Rukwa katika shule ya Kizitwe. Alikuwa na maisha mazuri. Alikuwa na gari zuri la kutembelea. Alikuwa na miradi na biashara kubwa kubwa mjini, mpaka nikajikuta na muonia wivu. Alikuwa anaishi maisha ya ndoto zake na alikuwa hana wasiwasi na maisha. Na muda mwingi alikuwa ananisaidia pindi ninapopatwa na matatizo ya kifamilia na hata matatizo ya mimi binafsi pia. Alikuwa ni msaada mkubwa sana kwangu na nilifikia hatua nilikuwa namueleza kila kitu kuhusu mimi. Ndipo nakumbuka siku moja akanieleza kwamba kwa nini nisiachane na biashara ya kuuza mchele na niunganishe kwenye kampuni yake anayofanyia kazi ili aweze kunisaidia na niwe na maisha mazuri kama alikuwa nayo yeye. Kiukweli sikuweza kukataa, japo nilimweleza ya kwamba siwezi kuacha biashara yangu ya mchele. Kiukweli hakupenda kabisa niendelee kufanya hiyo biashara, lakini ilimbidi akubaliane na mimi. Na kweli akaniunganisha kwenye kampuni ambayo alikuwa akifanya nao kazi. Niliweza kuajiriwa kwenye hiyo kampuni. Japokuwa sikuweza kujua ilikuwa inahusika na usafirishaji wa bidhaa gani. Ingawa kila siku nilikuwa naona maboksi na masanduku makubwa yanaingia na kutoka kwenye hiyo kampuni. Baada ya mwaka mmoja kufanya kazi kwa uaminifu mkubwa na juhudi kubwa, ndipo niliweza kuongezewa mshahara. Na angalau sasa hata maisha yangu yalianza kuwa mazuri. Japo pia sikuwa nimefikia maisha ya rafiki yangu Steven. Baada ya kuonekana ni mwaminifu na msiri, ndipo Steven alikuja akaniambia kwamba mabosi wamenichagua niweze kuingia kwenye bodi ya kampuni na mimi niwe na hisa. Kiukweli nilipokea hizo habari kwa furaha sana. Na nilienda kumweleza hadi mke wangu na yeye pia alifurahia sana. Na kwa wakati huo yeye alikuwa anasimamia biashara ya mchele na ilikuwa inaenda vizuri sana. Kweli siku ilipofika nilienda kwenye kikao cha kunipitisha ili niweze kuwa mwanabodi ambaye nitakuwa na hisa. Nilikutana na sura nyingi kama za watu 10 hivi, akiwepo na rafiki yangu Steve. Lakini cha ajabu wote niliwaona wakiwa na alama au kwa jina lingine tattoo kwenye mikono yao ya kulia. Ni tattoo ambayo ilikuwa na sura ya nyoka mwenye hasira kali akiwa ameachama mdomo na kutoa ulimi nje. Sikutaka kuuliza kabisa, maana nilijua pengine ni kawaida kwa hao bodi member wote kuwa na hiyo tattoo. Wale mabosi wote walikubaliana na mimi
na waliweza kunipitisha na kuwa board member. Hapo ndipo kazi yangu nilianza kuiona yenye manufaa kuliko hata ilivyokuwa awali. Kila mara nilikuwa napewa mizigo mingi kusambaza, japo nilikuwa sifahamu ni mizigo gani, na kila mara Steven alikuwa akinieleza ya kwamba kuna siku nitapandishwa cheo zaidi ya hapo. Na kweli nilizidi kupewa nafasi nyingi za juu bila ya kuelewa ni kazi gani ninayofanya kwenye masuala mazima ya mizigo tulikuwa tunasambaza nchi nzima. Hali yangu ya kiuchumi ilizidi kuwa imara na biashara ya mchele ilizidi kukua. Mke wangu akawa ni mwanamke maarufu sana jijini kwa kuuza na kusambaza mchele ulio bora. Watoto wangu waliweza kuwa na afya sambamba na kusoma shule nzuri ambayo niliweza kuilipia. Wakati hapo awali sikuweza kabisa kufanya hivyo. Ndugu zangu na marafiki zangu wengine walikuwa wanashangaa kuona maendeleo yangu ya ghafla, na kila walipokuwa wananiuliza nini siri ya mafanikio yangu, nilikuwa na wajibu tu kwamba nimepata ajira kwenye kampuni ya kusambaza bidhaa mbalimbali. Ndipo ilifika siku Steven aliponieleza kwamba mabosi zangu wanahitaji kuniona na kunipatia share kubwa zaidi ili na mimi niwe mmiliki wa share nyingi kwenye kampuni. Lakini nilipomuuliza Steven kwa nini iwe mimi, alishindwa kunijibu. Akaniambia kwamba niende nikawaulize mabosi ambao walikuwa wananihitaji kuniona. Hapo ndipo nilipochukuliwa na kupelekwa kwenye hilo kanisa la kishetani ili kusudi waweze kuniunganisha kwenye mtandao wao wa kishetani. Kiukweli nilikataa baada ya kunieleza ukweli na kuniambia kwamba wamependa usiri wangu na ujasiri wangu ambao ninao baada ya kufanya kazi kwa muda wa mwaka mzima bila ya kuhoji chochote kile. Na hapo ndipo nilipokuja kujua ya kwamba ile kampuni ilikuwa ni kampuni ya kuuza viungo vya watu na kusafirisha wasichana na watoto wadogo nje ya nchi kwa ajili ya kutumikishwa kwenye makasino makubwa na mahoteli makubwa. Kiukweli nilijisikia ni mtu mwenye hatia na niliondoka bila ya kuhitaji chochote kutoka kwao. Niliwaambia kwamba hata kazi yao sihitaji tena. Hakuna ambaye aliniuliza wala ambaye alinizuia. Kila mmoja alikuwa kimya na waliniacha niondoke mpaka nyumbani kwangu. Lakini cha ajabu, nilipofika nyumbani nilikuta kila kitu kimebadilika. Na hata ile biashara yangu ya mchele ilikufa ghafla baada ya godown langu kuungua lote na ofisi yangu pia. Watoto wangu wote wawili waliugua ghafla na kukimbizwa hospitali wakiwa mahututi. Nilijihisi kuchanganyikiwa. Na nilipokwenda kutoa pesa benki kwa kiasi ambacho kilisalia na kuanza kuwatibia watoto wangu walikuwa hawajulikani wanaugua ugonjwa gani, nilijikuta benki nikikaukiwa kabisa. Niliwauguza watoto wangu kwa miezi 3 mpaka pale pesa zote zilipokwisha. Nikajikuta nikirudi kwenye ile hali ya umaskini. Yaani mpaka nikawa nakosa hata 100 kununulia hata andazi ili mradi tu watoto wangu wale. Ilibidi niwatoe hospitali nikawarudisha nyumbani kutokana na kushindwa kumudu gharama za matibabu. Baada ya kukaa kwa muda mrefu kujifikiria, ndipo nilipoamua kurudi kwa rafiki yangu Steven ili nimuombe msaada, lakini aliponiona alicheka sana. Akaniambia kwamba yote haya nimeyataka mwenyewe. Akaniambia, haya yote Clement umeyataka mwenyewe ndugu yangu. Kilikuwa ni kitendo cha kukubaliana na mabosi na sasa hivi maisha yako yangekuwa mazuri. Alizungumza Steven akiwa ananitazama huku akiwa anatabasamu. Lakini mimi siwezi kufanya hivyo ndugu yangu, nilimjibu huku nikiwa nimechoka kwa shida na dhiki ambazo nilikuwa napitia. Hapo ndipo ulipokuta mzito wa umaskini wako na utajiri wako, alizungumza Steve huku akiwa anaendelea na shughuli zake za nyumbani. Nilimbembeleza sana Steven na mwishowe akaniambia ataweza kunisaidia, lakini nikubali kurudi kazini na nikubaliane na mabosi zangu, maana wamenipenda sana na wanahitaji kunipa maisha mazuri. Nilijifikiria kwa muda mrefu, nilikaa takriban wiki nzima kufikiria ombi la Steven. Na ndipo nilipoamua kukubaliana naye, kwa maana watoto wangu walikuwa wanazidi kudhoofika kiafya. Niliporudi kazini, kweli mabosi walifanya kila kitu kutimiza ahadi zao na walinikatalia kabisa kuuza tena mchele. Na cha ajabu zaidi,
Watoto wangu walipona maradhi yaliyokuwa yakiwasumbua na amani ilirejea tena nyumbani. Ndipo nilipoamua kufanya maamuzi ya kwenda kujiunga rasmi kwenye hilo kanisa, na nilipobandikwa tu ule muhuri wao ndipo nilipoelezea kwamba nilipoteza fahamu na kuja kuzinduka. Nilijikuta nipo kitandani, huku rafiki yangu Steven na baadhi ya mabosi zangu waliokuwa wananitazama huku wakitabasamu niliwaona pale. Akili yangu ilikuwa bado haijatulia na muda wote ilikuwa ikiwaza na kujiuliza nini kimetokea. Ndipo nilipoanza kusikia sauti ya mke wangu akilia kwa uchungu. Nilijiuliza ni nini kinamliza hivyo kiasi cha kuumia mpaka akawa analalamika huku analia. Kiukweli nilikosa majibu. Pole sana Clement, ila pia hongera sana, alisikika bosi mmoja akiniambia huku akiwa anatabasamu kwa furaha. Sikuweza kumuelewa alikuwa anamaanisha nini, lakini sauti ya mke wangu ilizidi kuniamsha kutoka kwenye lindi zito la mawazo, na nikamsikia akilalamika huku akiwa analia. Mwanangu jamani, umeondoka bado mapema. Unamwachaje Kurwa jamani? Alikuwa ni mke wangu, alikuwa anazungumza huku analia. Clement anasema hicho kilio na hiyo sauti ya mke wangu ilizidi kunichanganya. Nikaanza kuhisi ishara mbaya juu ya mtoto wangu Doto, na nilitamani hata kusimama na kwenda alipokuwa mke wangu. Akili yangu ilipokuwa imekaa vyema, niliweza sasa kugundua ya kwamba nipo nyumbani kwangu kwenye chumba cha kwangu, na nilikuwa nimezungukwa na Steven pamoja na wale mabosi wetu. Nini kinaendelea? Niliuliza huku nikiwa na shangao wenzangu waliokuwa wananitazama kwa nyuso za tabasamu. Pole Clement, mtoto wako mmoja amefariki kwa ajili ya pikipiki, alizungumza Steven huku akiwa ananitazama kwa makini, lakini tabasamu lake halikuweza kupotea kabisa usoni mwake. Nilijihisi kuchanganyikiwa na wala sikutaka kuamini kama anayoyazungumza Steven ni ya kweli. Nilijitahidi kunyanyuka licha ya wao kunizuia, lakini niliwasukuma. Nikatoka chumbani na kwenda sebuleni ilipokuwa inasikika sauti ya mke wangu. Nilipofungua mlango na kutoka chumbani, nilijikuta napigwa na butwaa. Baada ya kuwakuta ndugu na majirani wakiwa wamejaa sebuleni na wote wakiwa na sura za huzuni, nilianza sasa kuamini kile ambacho kilikuwa kinaongelewa na mke wangu na kuielewa ile pole ambayo nilikuwa napewa na kina Steven. Hapana, sikuhitaji iwe hivi, nilijisemea kwa sauti, na watu wote wakanigeukia kunitazama kwa mshangao. Ndio amezinduka, ilisikika minong'ono ya majirani wakinong'onezana. Niliweza kusikia vyema hizo sauti ambazo walikuwa wanazungumza chini kwa chini, na sikuweza kuelewa ni kwa nini walikuwa wanaongea maneno hayo ya mimi kuzinduka. Nikawa najiuliza nazinduka kutoka wapi? Na ni nini kilitokea mpaka wakawa wanazungumza hivyo? Na yote hayo yalikuja kwa sababu ya kwamba akilini mwangu nilikuwa nakumbuka mara ya mwisho nilipoteza fahamu nikiwa kwenye lile kanisa la wafu. Na nilipoteza fahamu kwa ajili ya kuchomwa na chuma chenye moto mkali. Naam msikilizaji, huu ndo mwanzo tu wa simulizi yetu nzuri, mkasa wa kusisimua ambao ulimkuta Clement. Mkasa mzuri sana ambao una mafunzo ndani yake ameamua kutuletea ili tuweze kujifunza. Msikilizaji, ni kipi hasa ambacho kinaenda kumtokea bwana Clement baada ya kujiunga kwenye chama cha ajabu sana? Basi endelea kuungana nami msikilizaji wangu. Maskini, hata mazishi ya mtoto wake hajayashuhudia jamani. Ilisikika sauti nyingine ya mwanamke akizungumza kwa kunong'ona huku akiwa ananitazama kwa huzuni. Hawa wanazungumza nini? Nilijiuliza kichwani huku nikiwa ninapiga hatua kuelekea chumba ambacho alikuwa anasikika mke wangu analia. Baada ya siku 3 tangu mwanae afariki ndo amezinduka leo. Na walioenda kuzika ndo wanarudi. Na wasikia huko nje majirani na waombolezaji walikuwa wakisikika wakati mimi nikiwa napiga hatua kuelekea chumbani, kwenye chumba ambacho alikuwa mke wangu.
Unaambiwa kutokana na uchungu aliokuwa nao mke wangu hata kwenda mazishini alishindwa, na unaambiwa kwamba alikuwa amezimia mara 7 na mara ya mwisho ilikuwa ni baada ya jeneza la mtoto wetu kutolewa kwenda makaburini. Na ndipo watu walipoamua kumbeba na kumrudisha ndani na wao wakaelekea kuzika. Sasa hapo alipokuwa analia ni baada ya kurejea na fahamu na kuanza kulia tena. Huku na mimi ndipo nilipokuwa nimepata fahamu. Nilifika mlangoni na watu walikuwa wananitazama kwa huruma na huzuni, na wengine walikuwa wananipisha ili niweze kuingia ndani. Lakini nilishindwa kabisa. Baada ya kufika mlangoni, nikamwona mke wangu kwa jinsi alivyokuwa analia na alivyokuwa na uso wenye huzuni. Alikuwa amevimba macho na yote yalikuwa ni mekundu kwa sababu ya kulia kwa muda mrefu. Nilitamani hata kumuona Kurwa ambaye alisalia, lakini sikuweza. Sikuelewa alipokuwa amewekwa kwa muda huo, na nilitamani kabisa kwenda kuiona hata maiti ya mtoto wangu, lakini ilishindikana kwa sababu niliambiwa ndio watu walikuwa wametoka kuzika. Machozi yalianza kutiririka bila hata ya kujijua, na nilijikuta namwonea huruma sana mke wangu kuliko hata mimi, jinsi watu wengine walivyokuwa wakinihurumia kwa jinsi nilivyokuwa naonekana. Nilijitahidi na kujikaza mpaka nilipofika alipokuwa amekaa mke wangu. Alikuwa ameshikwa na wifi zake wawili. Nilijikuta nazidi kulia na kupiga magoti mbele yake huku nikimkumbatia kwa uchungu sana. Mume wangu, Doto hatunaye tena. Ametuachia Kurwa mwenye huzuni, mume wangu. Mke wangu alishindwa hata kuendelea kuongea, akajikuta anaanza kulia upya kwa uchungu na kwekwe nyingi sana. Basi mama, mke wangu, basi jikaze. Nilijitahidi kumbembeleza mke wangu aliyakuwa hata mimi nilikuwa na uchungu na nilishindwa kujizuia. Ilinibidi nianze kulia kwa uchungu huku nikiwa nimemkumbatia mke wangu. Basi kaka, jikaze. Ukilia na wewe utamfanya mkeo ashindwe kujikaza jamani. Alisikika dada yangu akinibembeleza na kunipiga mgongoni kwa kunifariji. Watu waliokwenda kuzika walirejea na kutoa taarifa ndani, na kati ya hao watu walikuwemo kaka zangu, baba zangu wadogo na ndugu zangu wengine. Watu walianza kupata chakula. Baada ya mazishi walikusanyika nje kwa ajili ya kikao kifupi na kutoa shukurani kwa majirani na waombolezaji ambao walijumuika nasi kwenye msiba wa mtoto wetu. Niliweza kujikaza na kujizuia nisiendelee kulia, japo ilikuwa ni ngumu, lakini nilijitahidi. Maana kila baada ya muda machozi nilijikuta yananitoka tu mwenyewe. Nilikuwa nimekaa katikati ya mabosi zangu na Steven ndiye ambaye alikuwa amekaa karibu yangu, na muda wote alionekana kunibembeleza kwa huzuni sana. Mpaka watu wakawa wanamsifia kwamba ana moyo wa kibinadamu, ana roho ya kujali, anamjali rafiki yake kwenye kipindi kigumu. Uchungu ulizidi kuniuma baada tu ya kumwona mtoto wangu ambaye amesalia Kurwa akiwa amejinamia na mawazo. Hapo hapo kilio kilianza kunishika na nikajihisi mwili mzima nimeishiwa nguvu. Na muda huo baba yangu mdogo alikuwa amesimama akizungumza kuwashukuru majirani zetu na ndugu ambao wamehudhuria kwenye msiba. Vipi, unajisikiaje? Aliniuliza Steve kwa sauti ya chini huku akiwa ameniinamia. Mwili wangu unaishiwa nguvu, nilimjibu huku nikijikaza kufuta machozi. Nilimwona Steve akimtazama kaka yangu na kumpa ishara ya kuja kunichukua, na ndipo kakaangu aliponyanyuka na kuja mpaka nilipokuwa nimekaa na Steven. Vipi? Aliuliza kaka. Anajisikia vibaya, tunaweza kumpeleka ndani akapumzike? Steve alimuuliza kakaangu swali. Sawa, hakuna shida. Kaka yangu naye alikubali na kuanza kusaidiana na Steven kunipeleka ndani. Walininyanyua na kunipeleka ndani na watu wote walikuwa wananitazama kwa huzuni na kunionea huruma sana. Walinifikisha ndani na kaka yangu alitoka nje kwenye kikao na kuniacha nikiwa na Steven. Ina maana ulikuwa unayajua haya yote? Nilimuuliza Steve huku nikimtazama kwa hasira sana. Sikuwa na jinsi, na nilikuwa na kuonea huruma maisha ulikuwa unayapitia, na wakati mtaji wa kuanzia ulikuwa nao. Alizungumza hayo Steven akiwa anakaa pembeni yangu mimi.
Mtaji? Yaani unamaanisha watoto wangu ndo mtaji wa huu upuuzi? Sasa ungefanya nini? Kuendelea kuishi maisha ya shida na kuombaomba kila siku ili hali uwezo wa kuyakimbia unayo? Nilijikuta nashusha pumzi kwa maneno ya kijasiri ya Steven aliyokuwa anayazungumza bila ya kujali maumivu ambayo nilikuwa nimeyabeba moyoni mwangu. Hivi unafahamu uchungu wa mtoto kweli wewe? Nilimuuliza kwa makini sana. Nafahamu, na ndio maana wa kwangu niliamua kuwatoa ili niishi maisha mazuri. Unasemaje? Nilimuuliza huku nikiwa nakaa vizuri kitandani na macho ya mshangao yakiwa usoni mwa Steve. Nilimshangaa, nilitoa macho. Ndiyo, tena we mmoja tu unateseka kiasi hiki? Mimi niliwatoa wote watatu na mke wangu juu. Na sitakiwi tena kuoa, ila nikihitaji kupandisha nyota yangu basi natakiwa kulala na mwanamke yoyote, na siku inayofuata basi atakuwa ameshatolewa sadaka. Alizungumza Steven kwa kujiamini huku akiwa hana wasiwasi wowote. Sasa kichwani mwangu nikaanza kupata picha na kufumbuka ubongo. Ni kwa nini Steven hakutaka kuoa tena tangu alipoipoteza familia yake kwenye ajali ya moto? Watoto wake wawili walifariki kwa kupishana miaka miwili. Mkewe na mtoto wake mmoja walifariki kwenye ajali ya moto baada ya nyumba nzima kuungua na kusadikika kwamba ilisababishwa na shoti ya umeme. Na kuahidi ya kwamba baada ya ndugu zako kusambaa yataanza kujipa na utaishi maisha ya ndoto zako kabisa. Unachotakiwa kwa sasa ni kuwa mpole na kumshukuru sana Mungu kukukutanisha na mimi. Naomba utoke nje, nahitaji kubaki peke yangu. Nilizungumza kwa hasira na Steven akanyanyuka kisha akajitengeneza nguo yake na kutoka nje. Nilijikuta nalia kilio cha majuto huku kichwani mwangu picha ama taswira ya mtoto wangu Doto ikinijia na kuzidi kuumia sana moyoni. Nililia kwa majuto, nikajiona kabisa ni mtu niliyekosea sana na ninahitaji kuchomwa moto hadharani. Nililia sana hiyo siku mpaka pale usingizi mzito uliponikamata na kushindwa kujua nini kiliendelea. Baada ya kikao kuisha, nilikuja kupata fahamu usiku ambapo walikuwa wamebaki ndugu wa karibu tu. Nilijikuta nikiwa chumbani na mke wangu akiwa amekaa kitandani analia kwa sauti ya chini huku akiwa amejiinamia pia. Nilimtazama na kutamani hata kumwambia kwamba niliyesababisha kifo cha Doto ni mimi kwa jinsi nilivyokuwa namwonea huruma. Lakini nilishindwa kwa sababu ingekuwa ni ngumu sana kunielewa na huenda ningeanzisha mgogoro mwingine mkubwa ambao usingeweza kuzimika. Mke wangu, niliita kwa sauti ya chini yenye kujawa na huzuni sana. Mke wangu aligeuka kunitazama huku akiwa anajikaza kufuta machozi na kunisogelea nilipokuwa nimejilaza. Alifika na kunikumbatia huku akiwa analia kwa uchungu, na nilijitahidi kumtuliza maana nilihisi kabisa maumivu alikuwa anayapitia kwa muda ule. Tunatakiwa kusimama imara na kuwa majasiri kwenye hiki kipindi ili kusudi kumfariji Kurwa asijisikie unyonge na asihisi kama kuna kitu kimepungua kwenye maisha yake. Nilijikaza kumtuliza mke wangu licha ya kuwa hata mimi moyoni mwangu nilikuwa naumia sana. Najaribu kujitahidi lakini nashindwa, mume wangu, inaniuma sana. Mke wangu alishindwa kuendelea kuzungumza na kujikuta akilia kwa uchungu sana. Basi jikaze, nilimtuliza huku nikiwa bado nimemkumbatia. Sawa, hakuna shida, alijibu huku akiwa bado amenikumbatia kwa uchungu sana. Naam msikilizaji, ni baada ya mwaka mmoja kupita, Clement anasema maisha yalibadilika na hali ya ukwasi iliongezeka kwenye familia yangu. Nilikuwa tajiri mmoja mkubwa sana ambaye nilikuwa tishio kwa baadhi ya matajiri wengine. Nilikuwa namiliki makampuni makubwa ya usafirishaji wa nafaka nje ya nchi. Nilikuwa tajiri, nilikuwa nimepata tenda ya kusafirisha mchele na matunda sambamba na mboga kutoka nchini kwenda nchini China. Nilikuwa mtu maarufu, na kati ya matajiri wakubwa nchini wakitajwa, basi jina langu huwezi kulikosa kwenye orodha. Maisha niliyapatia na sikuwa na choyo yoyote ile.
Niliweza kuwasaidia ndugu zangu sambamba na jamaa zangu kupitia utajiri niliokuwa nao. Ila ilipofika siku ya mabosi zangu kuniita, waliniita tena. Na walinihitaji nifike kwenye kanisa letu, na wala sikutaka kupinga wito. Niliweza kufika kwa haraka sana. Niliwakuta watu wote wapo, na mpaka rafiki yangu Steven na yeye pia alikuwepo. Na kila mmoja alikuwa anafurahia mafanikio yangu na kunipongeza kwa hatua ambazo nilikuwa nimepiga. Clement, tumekuita hapa kuja kukupongeza na kuja kukuomba uweze kupandishwa daraja. Alisikika bosi mmoja akizungumza huku akiwa ananitazama kwa tabasamu pana. Nilitulia kumsikiliza na kichwani mwangu nikaanza kuhisi hali ya hatari kwa mke wangu na mtoto wangu. Lakini nilijikaza na kuhitaji kusikia wanataka kusema nini baada ya hapo. Tena imekuwa kama bahati Clement, maana muda wako wa kupandishwa daraja umefika. Na ni wakati ambao anahitajika kiongozi msaidizi wa kiongozi wetu kwa kanda ya Afrika Mashariki. Alizungumza yule bosi huku akiwa anajiamini, akiwa amenikazia macho, lakini uso wake ulikuwa umejawa na tabasamu. Kichwani mwangu nikaanza kujiuliza, kwa nini wanahitaji mimi nipande cheo kuliko wao? Ina maana wao walikuwa hawakitaki hicho cheo ama kuna nini nyuma ya pazia? Nilitulia na kuendelea kuwasikiliza kwa sababu ilionekana dhahiri kuna kitu wanakihitaji kwangu. Utaratibu ni ule ule. Pindi unapotaka kuingarisha nyota yako na kupanda daraja. Nilimsikia Steven akizungumza huku akiwa anasimama na kuelekea kwenye karo moja lenye maji. Aliyachota yale maji kwenye kichupa. Baada ya kuchota maji alikuja mpaka mbele yangu, akanikabidhi huku akiwa anatabasamu, macho yake yakiwa usoni mwangu. Nilikipokea kile kichupa kisha nikatulia nikimtazama na kusubiri maelekezo kutoka kwake. Unatakiwa kunywa hayo maji kwa ajili ya kujisafisha na kuondoa uchafu na dhambi ulizokuwa nazo ili upande daraja ukiwa safi. Steven alizungumza akiwa ananitazama. Nilijifikiria mara mbili huku nikiwa nimekishika kile kichupa kisha nikanyanyuka, na kila mmoja alikuwa ananishangaa na kutaka kusikia nataka kuzungumza nini. Hapana, siwezi, nilijibu huku nikiwa namtazama Steven. Kila mtu alishtushwa na kauli yangu mimi. Walibaki wakinitazama kwa mshangao. Hakuna hata mmoja aliamini kwa yale majibu ambayo niliyatoa pale. Kwa nini? Unataka kurudi kwenye yale maisha yako ya dhiki? Aliniuliza Steve. Inatosha sasa. Na hakuna maana kwamba kila baada ya muda niwe napanda cheo. Mimi daraja nililokuwa nalo linanitosha na nimeridhika nalo. Nilijibu na kukitupa kile kichupa sakafuni na kikapasuka na maji yakasambaa. Kila mtu alishangaa na kukitazama kile kichupa kilichokuwa kimesambaa sakafuni na maji yakisambaa pia. Clement, alisikika yule bosi mkubwa akinitaja kwa hasira huku akiwa amekunja uso wake. Nimechoka bana, nilijibu. Unajua ni adhabu gani itakupata baada ya kufanya hii dharau? Aliuliza yule bosi huku akiwa anasimama na kuja mbele yangu. Niko tayari kwa lolote ili mradi familia yangu ibaki ikiwa salama. Steven alinishika mkono na kunivuta mpaka kwenye ile karo lenye maji na kunitaka nitazame kwenye yale maji. Hivi unatambua kitendo cha wewe leo kutia miguu yako kwenye ile kanisa umeshakubali kumtoa mtoto wako aliyesalia sadaka? Aliniuliza Steven huku akiwa anatazama ndani ya maji. Sikumuelewa kabisa maneno alikuwa anayazungumza. Nilijikuta nikimshangaa na kushindwa kuongea huku nikiwa namtazama usoni mwake kwa mshangao sana. Tazama sasa adhabu yako baada ya kuvunja kile kichupa, alizungumza Steven akiwa analazimisha nitazame ndani ya maji. Nilitazama kwa makini na ndipo nilipoweza kuona nyumba yangu inaungua moto. Mke na mtoto wangu wakiwa wanateketea na kuhangaika kwa moto ulivyokuwa mkali. Niliumia sana, nilijikuta nikitokwa na machozi kwa uchungu, nikashindwa hata kuelewa kwa nini hao watu walikuwa wananifanyia ule unyama. No, haiwezekani. Niliongea huku nikiwa ninalia kwa uchungu sana. Niliamua kutoka ndani ya lile kanisa na kuwahi nyumbani kwangu kama ningeweza kutoa hata msaada.
Huku nyuma niliwaacha wale watu wakiwa wanacheka na kuniambia nimechachelewa na nimeshapandishwa daraja na ninatakiwa kutulia na kula mema ya nchi. Msikilizaji, ndugu yetu Clement anazidi kusimulia mkasa wake baada ya kutamani maisha mazuri ambayo yamemgharimu sana. Anasema baada ya lisali moja nilikuwa nimeshafika nyumbani na nilijikuta naishiwa nguvu baada ya kukuta watu wengi na magari ya zimamoto wakihangaika kuzima moto ambao ulikuwa umesalia. Nyumba yangu yote ilikuwa imeshateketea kwa moto na asilimia kubwa ilikuwa imebaki majivu tu. Nilianza kuona baadhi ya wale wanaotoa huduma ya kwanza wakitoka ndani wakiwa na majivu ya mke wangu pamoja na mtoto wangu. Niliumia sana. Majirani walizidi kunionea huruma na kuniona kama mtu mwenye mkosi. Mwaka mmoja tu umepita tangu nimpoteze mtoto wangu na sasa hivi nampoteza mke na mtoto wangu mmoja kwa wakati mmoja. Hakika waliniona ni mtu mwenye mkosi na laana. Na kuna wengine walianza kuhusisha hilo tukio na masuala ya kishirikina. Na walianza kuhusisha na mafanikio yangu pia ambayo nimeyapata baada ya kifo cha mtoto wangu Doto. Na hapo wakawa wanaambizana wasubiria kuona mafanikio mengine makubwa nitakayoyapata baada ya kuwapoteza mke na mtoto. Nililia sana huku nikiwa najuta kufahamiana na Steven. Na nilitamani hata miaka irudi nyuma kisha nianze kuchagua watu ambao nilitakiwa kusoma nao sekondari, lakini ilishindikana. Wanakuambia muda ukishapita umepita, majuto ni mjukuu. Nilifanikiwa kuzika miili ya wapendo wangu na maisha yakaanza upya. Biashara yangu ilitanuka, nikajikuta nikiwa mfanyabiashara mkubwa. Nilifungua makampuni kwenye mataifa mbalimbali ndani ya bara la Afrika. Nilifahamika na nilivuma sana. Kwenye chati na orodha mbalimbali za matajiri na mimi nilikuwepo. Hakika jina langu lilikuwa, nikawa ni mtu mkubwa sasa. Na ndipo nilipopewa masharti ya kutokuoa kabisa. Na kila baada ya mwezi mmoja nilikuwa natakiwa kulala na mwanamke mmoja ili kutoa sadaka na kuendelea kulinda mali zangu na kusafisha nyota yangu ili isiweze kufifia. Hayo sasa ndio yakawa maisha yangu na sikutakiwa kulala na mwanamke ama kufanya mapenzi na mwanamke kwenye nyumba yangu niliyokuwa naishi. Wanawake wote niliokuwa nakutana nao nilikuwa nakutana nao hotelini na kumaliza shida zangu. Na ilikuwa baada ya kulala nao tu basi haipiti siku moja lazima wafe. Wengine walikuwa wakijitoa uhai kwa sababu ambazo hazikujulikana. Na wengine walikuwa wanapata ajali ya magari. Wengine walikuwa wanakutwa tu wamekufa baada ya kufika nyumbani. Na nilikuwa natumia pesa nyingi kuwashawishi wanawake ili waweze kulala na mimi. Na niliweza kuwapata kwa urahisi sana kwa sababu ya utajiri wangu na jina langu kuwa kubwa. Miaka 5 ilipita na maisha yangu ya kuua na kuwatoa sadaka wanawake wasiokuwa na hatia niliyazoea. Na kuwa mtu mzoefu nisiyejali kabisa uhai wa watu wengine. Nilifanikiwa kuishi maisha ya starehe na kusafiri nchi mbalimbali kwa ajili ya kwenda kufurahia maisha na kuuona uzuri wa dunia. Miaka ilikatika, mambo yalizidi kubadilika. Maisha yangu yalizidi kuwa mazuri na yalizidi kuwa ya anasa kubwa. Na ilifika kipindi nilianza kujisahau kabisa kutoa sadaka ya kila mwezi ya kulala na wanawake. Nakumbuka ndani kwangu nilikuwa na mfanyakazi wa ndani wa kike mzuri na mrembo aliyenifanya kunishawishi jinsi alivyoumbika na nilijikuta nikilala naye na nikaanzisha mahusiano ya kimapenzi na yule binti. Ilifikia kipindi nikaanza kuishi naye kama mke wangu na nililala naye kwenye nyumba yangu kwa muda wa miezi 6. Alikuwa anapika na kupakua. Na ilifikia wakati watu wakafahamu kwamba ndiye mke wangu kwa sasa. Maana nilianza kutoka naye, kuenjoy naye maisha sehemu mbalimbali za starehe na hata kusafiri naye kwenye nchi mbalimbali pia. Mabosi waliniita kwenye kanisa letu wakanionya, lakini sikuweza kusikia.
na ilipelekea mpaka nilitaka kufunga naye ndoa na nilimpatia ujauzito. Hapo ndipo nilipoharibu kabisa, na kichwani mwangu nikaanza kujiaminisha kwamba ile laana yao au masharti ambayo nilikuwa nimewekewa, niliamini kwamba yameanza kuisha. Kwa sababu niliweza kufanya mapenzi na huyo msichana, lakini hakufa na wala hakuweza kutolewa sadaka. Niliacha kuhudhuria ibada za kila wiki kwenye lile kanisa, nikiamini sasa nimeshavunja maagano kabisa na wale watu. Na jambo lililofanya mpaka huyo msichana asiweze kufa ni baada ya kulala naye kwenye nyumba yangu. Naona ndio kitu ambacho kimeenda kuharibu kabisa yale maagano ya wanawake kutolewa sadaka. Hata nilipolala na wanawake wengine nje ya nyumba yangu, nao pia hawakuweza kufa. Clement anatuambia kwamba niliamini kwamba nimemalizana na hao watu hatari, lakini kumbe nilikuwa najidanganya. Na baada ya mwaka mmoja yule msichana kujifungua mtoto wa kike, ndipo mambo yalianza kuwa sio mambo, na maisha yangu yalianza kubadilika, na kila kitu nilichokuwa nakifanya kwangu kilikuwa ni balaa na hatari. Nilianza kuiona nyumba chungu na nilitamani hata kuikimbia na kwenda kuishi mbali sana, maana nyumba ilizidi mauzauza na nilikuwa nayaona mimi peke yangu. Nakumbuka siku ambayo nilianza kuyaona mauzauza ni pale Steven alipokuja kunitembelea na kuniletea ujumbe kutoka kwa mabosi waliokuwa wananihitaji niende kanisani kwa ajili ya kutubu na kusafisha dhambi yangu ambayo nimeifanya. Karibu. Nilimkaribisha Steven huku nikiwa namtazama kwa wasiwasi, kwa sababu nilijua kabisa kilichomleta pale. Asante, alijibu Steven huku akiwa anatazama kila kona ya nyumba yangu na alikuwa anatabasamu. Tulianza kupiga hatua ndogo ndogo sambamba huku tukiwa tunaingia ndani. Na muda wote nilikuwa namtazama Steven, jinsi alivyokuwa anaitazama nyumba yangu. Na mwishowe mpaka tukafika sebleni na tukaketi huku tukiwa tunatazamana. Kabla hatujaanza maongezi, alifika Vero ambaye ndiye msichana niliyezaa naye na ndiye ambaye ninaishi naye kama mke wangu ndani ya nyumba yangu. Alifika akiwa anatabasamu tu, huku Steve naye akiwa anamtazama kwa makini na akiwa anatabasamu kwa dharau sana. Karibu shemeji, alizungumza Vero akiwa anamtazama Steven huku akiwa anatabasamu. Asante sana, alijibu Steven akiwa anamtazama Vero pia. Nikuletee kinywaji gani shemeji? Naomba maji yanatosha. Sawa, hakuna shida, alijibu Vero akiwa anaondoka na Steven akiwa anamtazama, kisha akanigeukia na kunitazama kwa makini sana. Aise, ni halali kabisa uvunje masharti. Ni mrembo sana. Na kwa nini ulikubali aje ndani kwako kuwa mfanyakazi wako ndani? Aliniuliza Steven akiwa amechukia kwa mbali, akinikazia macho pia. Hayo mambo mengine achana nayo bwana, hayakuhusu, nilimjibu nikiwa najiamini na macho nikiwa nimemkazia na mimi pia. Hivi unatambua adhabu yake kweli? Au kwa vile bado tunakuja tunaongea na wewe vizuri unahisi tumekushindwa? Sielewi, hilo lipo kwenu. Kwangu mimi hakuna ninachofikiria kuhusu mambo yenu, nilimjibu kwa kujiamini sana, mpaka Steven mwenyewe akawa anajiuliza kichwani mwake, nini kinachonifanya nijiamini kiasi kile? Nahitaji kufahamu unachokiamini kiasi hiki, na nikiona kina faida basi hata mimi nitakuwa upande wako. Haina haja, nilimjibu kisha nikajifanya kutabasamu baada ya kumuona Vero anakuja sebleni akiwa na vinywaji. Vero alifika tulipokuwa sisi, akatenga glasi ya maji mbele ya Steve na kikombe cha kahawa karibu yangu, kisha akamtazama Steven. Karibu shemeji. Asante sana. Baada ya kukaribisha pale, Vero aliondoka akatuacha wawili tukiendelea na mazungumzo. Nimekuja na ujumbe wako na nadhani utakuwa ni wa mwisho, alizungumza Steven akiwa anachukua glasi ya maji na kukata fundo moja. Alirudisha glasi mezani huku akiwa ananisikiliza kwa makini kwamba nitajibu nini. Natumaini utakuwa umefanya maamuzi sahihi tangu tulipozungumza mara ya mwisho, alizungumza Steven huku akiwa anakaa vizuri, macho yake yakiwa kwangu.
Hapana, hakuna kilichobadilika. Na kuhakikishia kwamba hakuna kitakachobadilika mpaka nakufa. Nilimjibu huku nikiwa nachukua kikombe cha kahawa na kukata funda mbili za maana. Nikarudisha kikombe mezani. Kwanza Steven alicheka sana akanitazama. Mpaka nikaanza kuhisi hofu moyoni mwangu. Maana sikuelewa kabisa maana ya kile kicheko. Mpaka pale ambapo alizungumza. Na kusikitikia sana, baada ya mimi kutoka hapa, nini kitakachokupata? Natamani sana tusifike huko. Maana umepewa nafasi nyingine leo ya kuweza kujisafisha na kurudi kondeni. Alizungumza Steven akiwa anaonekana kabisa usoni ni mwenye huzuni iliyochanganyikana na hasira kwa mbali. Msimamo wangu mimi ni ule ule na hautabadilika hata siku moja. Naomba nikueleze hili na iwe ni mwanzo na mwisho kuja nyumbani kwangu. Kama utakuwa na habari hizi. Ila kama utakuja kwa ajili ya urafiki wetu, unakaribishwa. Nilimjibu Steven ambaye alikuwa ananikata jicho moja kali ambalo lilikuwa na mshangao na hasira ndani yake. Kinachonifanya nicheke ni kwamba hautakuwa tena na nyumbani kwako ambapo utanifanya nije tuzungumze. Na hautakuwa na hiyo nguvu ya kunifukuza kwa sehemu ambayo tutakutana baada ya hapa, baada ya kukataa ombi langu. Unanichekesha sana Steven. Nilimjibu nikiwa nacheka, kisha nikashushia na kahawa funda moja. Clement, unapotea na nakuomba ukubaliane na ujumbe wangu na urudi kanisani. Nimekueleza hili swala. Hutonisikia tena kwenye maisha yako. Alizungumza hayo Steven akinyanyuka na kutengeneza koti lake la suti, akanipatia mkono. Nilimtazama kwa muda kisha nikatazama mkono wake. Nikanyanyuka na kumpatia mkono wangu. Tulishikana kwa muda huku akiwa anatabasamu sana. Ni mkono wangu wa mwisho kupeana na wewe, nikiwa nimetabasamu rafiki yangu. Alizungumza Steven akiwa ananiachia mkono huku akiwa anatabasamu na kuondoka. Nilibaki na mtazama na kuyatafakari maneno yale bila kupata majibu kichwani mwangu. Mwisho niliamua kuachana naye huku nikisikia mungurumo wa gari la Steven kuashiria kwamba ameondoka. Nilishusha pumzi na kukaa kwenye kiti huku nikijishika kichwa na kutafakari nini kinafuata baada ya kukataa ofa yao. Na pia upande wa pili nilikuwa naamini kwamba sina tena muunganiko na hao watu, kwa maana kila nilichokuwa nakifanya zamani kilikuwa kinatokea vizuri tu, na ambavyo waliniambia wao vilikuwa vitokei kabisa. Kulala na wanawake na hawafi ilitosha kabisa kuniaminisha kwamba sina tena muunganiko na hao watu wachafu wa ulimwengu wa giza. Hakuna chochote kitakachonikuta. Nilijipa moyo kisha taratibu nikaanza kumalizia kahawa yangu na kuweka kikombe mezani huku nikiwa na mawazo kweli kweli. Wakati nafikiria cha kufanya na nini kitakachofuata hapo baadaye, mara nilihisi kama mtu ananisemesha hivi. Alikuwa si mwingine, alikuwa ni Vero. Nilinyanyua macho yangu na kumtazama. Nilijikuta napigwa na butwaa baada ya kumuona marehemu mke wangu akiwa amesimama anatabasamu huku akiwa ameshika watoto mapacha wakiwa bado wachanga wanalia kwa sauti kali sana. Nilishangaa huku hofu ikiwa imenitawala, nikashindwa kujua nini cha kufanya. Na muda huo marehemu mke wangu akiwa ananisogelea huku akiwa anatabasamu na watoto wakiwa analia sana kiasi cha kuniumiza masikio yangu kwa sauti zao kali. Mume wangu, watoto wanalia, wamekukumbuka, wanahitaji joto lako. Marehemu mke wangu aliongea akiwa ananisogelea huku akiwa anataka kunikabidhi watoto. Nilianza kuhisi kuchanganyikiwa, maana hofu na wasiwasi vilizidi kujaa kichwani mwangu na moyoni mwangu pia. Nilipotaka kurudi nyuma nilishindwa, maana nilikuwa nimekaa kwenye kiti ambacho kilikuwa kimegusa ukuta. Washike watoto waache kulia ili niendelee na kazi. Mke wangu alizungumza hivyo huku akizidi kunisogelea. Alipofika karibu yangu kabisa, aliinama na kunionyesha watoto, lakini nilishtuka na kunyanyuka kwa kasi baada ya kukutana na nyoka wakubwa wawili wakiwa wamejiviringisha kwenye nguo ambayo alikuwa ameishika. Walikuwa wametulia wale nyoka wakubwa huku wakionekana kama watoto.
Ile anataka kunikabidhi wale nyoka wote wawili. Walinyanyua vichwa vyao na kutoa ulimi nje kiasi cha kunifanya nishtuke na kuruka. Niliruka huku nikipiga kelele na kusukuma ile mikono ya marehemu mke wangu, na wale nyoka waliruka wakaenda kuangukia sakafuni huku nikipiga kelele za hofu. Nitolee huo uchafu. Nilifoka huku nikisimama pembeni. Mpenzi, una nini? Ilisikika sauti ya Vero akiniuliza huku akiwa amesimama mbele yangu. Nilimtazama Vero, alikuwa ananishangaa huku asijue nimekumbwa na nini. Na nilipotazama kwa makini sakafuni, niliiona sahani ya chakula pamoja na glasi ya juisi vikiwa sakafuni. Chakula kilikuwa kimesambaa sakafuni na sahani ilikuwa imepasuka sambamba na glasi yenyewe, huku juisi na yenyewe ikiwa imesambaa pale chini. Nilitazama kwa makini, nikajikuta na shangaa, nikajiuliza nini kinaendelea. Maana muda sio mrefu nilikuwa naona nyoka wakubwa wawili. Na hata Vero sikuwa namuona, bali nilikuwa namuona marehemu mke wangu akinikabidhi hao nyoka wawili wakubwa. Niliogopa sana baada ya kuona ni Vero ndiye ambaye yuko mbele yangu, na ilikuwa ni kweli. Vero ndiye ambaye alikuja akanitengea chakula. Lakini ni mawengi yangu tu ndio yaliokuwa yakinifanya nimuone marehemu mke wangu. Baby, uko sawa kweli? Aliuliza Vero huku akiwa ananishika begani na kunituliza. Niko sawa, nilimjibu huku nikiwa bado natazama sakafuni kwenye chakula. Vero alinikumbatia kisha akawa ananipapasa mgongoni kimahaba. Au kuna kitu kibaya mmezungumza na rafiki yako? Hapana, hakuna. Hatujazungumza chochote kibaya. Sasa kwa nini umebadilika ghafla? Hata sielewi. Naomba nikapumzike, samahani. Nilimweleza Vero huku nikiwa najitoa mwilini mwake. Alinitazama kwa makini Vero, na mimi nikiwa naondoka na kwenda chumbani kujipumzisha. Nilifika chumbani na kumkuta mtoto wetu amelala usingizi. Nilimtazama kwa makini huku nikiwa najiuliza kichwani ni kitu gani kinataka kunitokea. Au ndio mambo alioniambia Steven yameanza? Nilijiuliza huku nikiwa najilaza kitandani na mtoto akiwa amelala pembeni yangu. Nilijilaza huku nikiwa bado na mawazo mengi sana. Ghafla usingizi ulinichukua huku nikiwa bado na mawazo na ndoto za ajabu ajabu zikizidi kuniandama. Nikiwa nimelala sina hili wala lile, mara nikaanza kuhisi kama kuna mtu ananipapasa mwilini. Na kwa kuwa nilikuwa nina usingizi, nikawa najua ni Vero ndiye anayenifanyia hayo kwa ajili ya kuniweka sawa baada ya kuniona siko sawa. Kichwani nilikuwa niko usingizini nusu na nusu kama nilikuwa macho. Ile hali ya kupapaswa ilianza kuzidi na kunifanya taratibu usingizi wangu uanze kupotea taratibu. Nikiwa nimefumbua macho polepole, lakini fahamu ikiwa bado haijarudia vizuri, nilianza kuhisi kama kuna mtu amenikumbatia mwili mzima, alafu amenibana kwa nguvu, alafu alikuwa ananishika shingoni. Nilianza kujihisi sasa kama maumivu baada ya mbavu zangu kuzidi kuuma na kubanwa sana. Niliposema nifumbue macho, usingizi ukanitoka kabisa. Nilishtuka baada ya kujikuta mwili mzima umezingirwa na nyoka. Yaani nyoka alikuwa amenizunguka mwili mzima na kichwa chake kikiwa usoni mwangu, akiwa anatoa ulimi wake kuonyesha kwamba ananitamani sana, anatamani kunimeza. Niliyatoa macho mithili ya mtu anayetaka kufa baada ya kubanwa na kitu chenye ncha kali mbavuni. Nilishindwa hata kuchezesha mwili wangu, maana mwili mzima nyoka alikuwa ameshanikamata. Taratibu kichwa cha ule nyoka kilianza kubadilika na kuwa kichwa cha mtoto yetu mchanga alikuwa amelala pembeni yangu. Na hata nilipotupia macho pembeni alipokuwa amelala mtoto, sikuweza kumuona. Nilianza kuchanganyikiwa. Uoga ukazidi kujaa. Nilishindwa kujizuia. Ilinibidi nianze kupiga kelele za kuomba msaada. Sauti yangu ilipaa na kusambaa nyumba nzima, na ghafla mlango ulifunguliwa. Vero aliingia kwa fujo huku akiwa na hamaki kuna nini kinaendelea ndani. Vero alipoingia alibaki kunishangaa. Maana nilikuwa nimesimama kitandani napiga kelele sana, huku mikono yangu nikiwa nimejibana mwilini mwangu, na mtoto akiwa analia kitandani huku akiwa anarusharusha mikono na miguu.
Vero alishangaa, akamwahi mtoto kisha akamkumbatia, akamweka mwilini mwake akiwa anambembeleza. Nilishangaa na kuacha kupiga kelele, maana nilijihisi niko peke yangu na yule nyoka hakuwepo kabisa mwilini mwangu. Nilitulia nikiwa natazamana na Vero, huku Vero akiwa ananitazama mimi kwa mshangao. Na muda huo alikuwa anamtuliza mtoto aache kulia. Kuna nini? Mbona unapiga kelele mpaka unamwamsha mtoto? Vero aliniuliza akiwa ananitazama. Nilishindwa kumjibu Vero, maana nilihisi kama nimechanganyikiwa. Na hata ningemwambia ukweli kwa nilichokiona asingeweza kunielewa. Nilitulia kwa muda na kuwaza kile nilichokiona, na nilipokumbuka ya kwamba kuna muda nyoka kichwa chake kilibadilika na kuwa kichwa cha mtoto, nilianza kumnyoshia kidole mtoto aliyekuwa yuko mikononi mwa Vero. Nini sasa? Aliuliza Vero kwa mshangao huku akimtazama mtoto kisha akanitazama mimi. Huyo ni nyoka. Ni nyoka baby, niamini mimi. Nilizungumza huku nikiwa namnyoshia kidole mtoto. Vero alishtuka. Alinitazama kwa mshangao na kuhisi nimechanganyikiwa kwa sababu hakuelewa hata kidogo nini namaanisha. Vero aliamua kumshikilia mtoto kwa makini na kuhisi ninaweza kumdhuru, maana hakuwa tena na amani na mimi. Wakati namtazama Vero aliyekuwa amesimama pembeni ya kitanda huku akiwa anasogea karibu na mlango, maana alianza kuhisi hatari kwake na kwa mtoto pia. Nilipokuwa namtazama Vero, nyuma yake nilimwona marehemu mke wangu na watoto wangu mapacha wawili wakiwa wanalia, huku wakiwa wametapakaa damu mwilini mwao na wakiwa wanatisha nyuso zao, huku wakininyoshia mikono yote miwili kama watu wanaotaka kupokea kitu. Nilizidi kuchanganyikiwa na kuyatoa macho yangu huku nikiwa nashangaa kwa sababu sikuwa naelewa nini kinaendelea humo chumbani. Hapana, sio mimi, ni Steven. Nilianza kulia nikiwaomba msamaha watoto wangu na marehemu mke wangu waliokuwa wamesimama nyuma ya Vero. Vero akaanza kuhisi kama nimechanganyikiwa. Alibaki ananishangaa, lakini alishindwa kuelewa naongea na nani, maana muda wote macho yangu yalikuwa yanatazama nyuma yake. Aliposema ageuke nyuma yake, hakuweza kuona mtu zaidi ya kuona ukuta tu. Alinigeukia kunitazama mimi, kisha akafungua mlango akatoka chumbani akiwa na mtoto. Baada ya Vero kutoka, mke wangu na watoto na wao walipotea na kunifanya nitulie kwanza na kushusha pumzi, huku nikitafakari nini ninachokiona kwenye macho yangu. Hiki ni nini? Nilijiuliza huku nikiwa nimejishika kichwa, huku nikiwa nakaa kitandani. Zilipita siku 2 nikiwa kwenye ile hali ya kuona mauzauza mule ndani. Siku hiyo nikiwa nimeamka vizuri tu na kujikuta niko peke yangu nyumba nzima, nilijiuliza nini kinaendelea, huku nikiwa natoka chumbani na kwenda sebuleni, na kichwani mwangu nikajiuliza nini kinaendelea. Niliita kila kona ya nyumba, lakini hakuna aliyenijibu na hakuna aliyeitikia, wala Vero sikuweza kumuona, na nyumba nzima ilikuwa kimya sana. Nilichemsha chai nikaanza kunywa huku nikiwa nimekaa sebuleni nikiwaza nini kinaendelea kwenye maisha yangu bila kupata majibu. Nikiwa nimetulia na tafakari, mara mlango uligongwa. Nikanyanyuka na kwenda kufungua, lakini sikuweza kukuta mtu nje. Nilisimama na kujiuliza, hivi ni kweli ni ama nilisikia vibaya, kama kuna mtu anagonga ama ni mawingi yangu tu. Sasa wakati najiuliza kama nimesikia vibaya, mara nilisikia sauti ya mwanamke nyuma yangu ikinisemesha, asante kwa kunifungulia Clement. Hiyo sauti ilinieleza hivyo. Niligeuka ghafla kutazama nyuma yangu ili niweze kujua ni nani. Nilijikuta na shangaa baada ya kumuona marehemu mke wangu akiwa amesimama ananitazama huko na tabasamu. Nilichanganyikiwa. Nilishindwa hata kuongea, nikabaki natazamana naye huku akiwa hajali wasiwasi wangu niliokuwa nao usoni na moyoni pia. Mbona ni kama umeduaa mume wangu? Aliniuliza huku akiwa ananisogelea na kunishika mkono. Nilibaki kama mwendo wazimu. Nilianza kupatwa na akili, maana nilihisi kama ndoto sio ndoto, maana mambo yalikuwa yananiendea kombo kila baada ya sekunde moja kusonga mbele.
Usijali mme wangu. Naona umekaa mpweke, nimekuja kukuondoa huo upweke. Aliongea mke wangu akiwa ananishika mkono na kunipeleka kwenye sofa. Akanisukuma ili kusudi nikae. Nilijikuta nakaa na kujitupia huku macho yangu yakiwa kwake na mdomo ukiwa wazi kwa mshangao. Na nikishindwa hata kujua ninaota ama ndio kweli. Unakula nini darling? Aliniuliza huku akiwa anakaa kwenye miguu yangu na kunipapasa kidevu changu. Sikuwa na majibu kabisa kwa sababu nilikuwa naona marurue na mauzauza mbele ya macho yangu. Na kila nilipokuwa najaribu kuficha macho yangu, bado nilikuwa naendelea kuona kile ambacho sikuwa nahitaji kukiona. Usijali, ninakifahamu chakula unachokipenda. Aliinuka huku anatabasamu na kwenda jikoni, huku nikiwa nimeduana na nimeganda nikimtazama. Nilijiuliza nini kinaendelea kwenye maisha yangu. Wakati namtazama marehemu mke wangu aliyekuwa anaingia jikoni, mara mlango ulifunguliwa kwa fujo. Na watoto wangu mapacha waliingia wakiwa wanafukuzana huku wakiwa wanapiga kelele. Baba nisaidie, Doto anataka kuchukua begi langu. Nilimwona Kurwa akipiga kelele huku akikimbilia chumbani kwenye chumba chao. Na Doto akiwa anamfuata nyuma huku akiwa wanapiga kelele. Nilijikuta nikisimama huku nikiwa ni mwenye mshangao mzito, nikawafuata nyuma kwenda chumbani kwao kuangalia ili nithibitishe ni kweli ninachokiona ama niko ndotoni. Nilisogea mlangoni taratibu huku nikiendelea kusikia kelele zao wakinyang'anyana begi. Nilisogea taratibu huku nikiwa na shauku ya kutaka kuwaona watoto wangu. Cha ajabu, nilipofika mlangoni kuangalia chumbani, sikuweza kuona mtu yoyote na chumba kizima kilikuwa kipo kimya. Nilibaki nimeduaa tu, lakini nilishtushwa baada ya kushikwa bega kwa nyuma. Na nilipogeuka nilikutana na marehemu mke wangu akinitazama huku anatabasamu. Waache watoto wamelala, tayari nimesha kuandalia chakula mezani. Marehemu mke wangu aliongea kwa sauti ya upendo huku akinitazama usoni na kutabasamu pia. Sikuweza kuongea wala kujibu chochote, na ndio kwanza nilikuwa na shangaa aliposema niwaache watoto wamelala nisiwasumbue. Wakati muda sio mrefu nilitazama huku chumbani na sikuwaona hao watoto. Ikabidi nirudishe macho yangu chumbani kuhakikisha ambacho amekisema mke wangu. Kweli niliwakuta watoto wamelala, lakini walikuwa bado wadogo sana, tofauti na wale ambao niliwaona awali wanaingia wakiwa wanakimbizana. Yaani walikuwa bado watoto wachanga kabisa. Nilibaki na shangaa na mke wangu akanishika mkono akanivuta kurudi sebleni dining ili niweze kula. Kweli tulipofika hapo nilikuta amenandilia chakula ninachokipenda na kilikuwa kinanukia kweli kweli. Karibu chakula mme wangu kipenzi, alizungumza mke wangu kwa maneno laini na sauti nzuri tu. Alinikalisha kwenye kiti huku nikiwa bado nipo kwenye bombo wazi na kujiuliza nini ninachokiona. Nini ambacho napitia kwa muda huo. Wakati najiuliza pale, mke wangu alichota chakula, alitumia kijiko akaanza kunilisha. Huku nikiwa kama punguani ambaye nimerukwa na akili. Kwa sababu sikuwa nafanya kwa mapenzi yangu kabisa, bali kila kitu nilikuwa najikuta nafanya bila ya kujua. Alinilisha vijiko kadhaa huku akiwa anatabasamu na kunikazia macho usoni huku akiwa ameganda. Taratibu nilianza kumuona akibadilika na lile tabasamu lake usoni likiwa linapotea. Akaanza kuchukia huku akinitolea macho kwa chuki. Alianza kubadilika usoni na kuwa mtu mwenye sura ya kutisha kama maiti iliyokuwa imezikwa kwa muda mrefu uliopita na imeshaanza kuoza. Nilishtuka nikataka kukimbia lakini nilishindwa. Nilijikuta nikiishiwa nguvu mwili mzima na miguu yangu yote ilikufa ganzi. Nikawa kama mtu niliyepooza. Wakati napiga kelele na macho nikiwa nimeyatoa, nilianza kuona mwanga ukiingia ndani kupitia mlangoni. Na nilipotazama niligundua Vero amekuja na watu wawili ambapo sikuweza kuwatambua kwa haraka. Nilitulia huku nikiwa nimetoa macho na nimeanguka chini sakafuni. Ndipo nilipoweza kumsikia Vero akizungumza huku akiwa amekunja uso wake kuashiria kwamba kuna harufu mbaya ndani. Mungu wangu, alizungumza Vero akiwa anawahi mezani, na huku watu ambao aliongozana nao walionekana kuziba vinywa na pua zao
huku wakikunja nyuso zao kwa kinyaa pia. Sikuweza kuelewa nini kinaendelea. Sikuelewa kabisa mpaka pale nilipojikaza na kujizoazoa kunyanyuka. Nikatupia macho mezani. Ndipo nilipogundua wale watu walikuwa wanaona kitu gani. Hauwezi kuamini kabisa msikilizaji. Nilikutana na sahani ya chakula, lakini ndani yake hakukuwa na kile chakula nilichokuwa nakiona awali, ya kwamba nilikuwa nalishwa na marehemu mke wangu. Kilikuwa kinyesi kimejaa kwenye sahani na kijiko kikiwa kimewekwa juu yake. Nilipokiona tu iko kinyesi ndo nikaanza kuhisi na mimi harufu kali ikinipiga kwenye pua zangu. Na hadi kinywani mwangu nikaanza kuhisi nimejaza harufu mbaya na kali. Kila mtu aliyekuwa akinitazama mimi alikuwa ananionea kinyaa na alikuwa ananitazama kwa huzuni, lakini akiwa amekunja sura yake kutokana na kile kinyesi kilichokuwa kinanuka na nilichokuwa na kila mimi. Kumbe bwana, nilikuwa silishi chakula, bali nilikuwa nalishwa kinyesi kimeujiza na ile taswira niliyokuwa naiona ya marehemu mke wangu. Nilijisikia vibaya, nikaanza kujitapisha, lakini niligundua nimeshameza kinyesi cha kutosha. Na ndipo nilipojikuta nahangaika kujitapisha, huku Vero akiwa anaiondoa ile sahani na kwenda kuitupa nje kwenye dustbin. Hapo sasa ndipo nilianza kugundua wale watu aliokuja nao Vero walikuwa ni wachungaji, na wote walikuwa wakinitazama kwa wasiwasi na mashaka, huku wakiwa na nyuso za huzuni na masikitiko makubwa. Nilikimbilia bafuni na kuanza kunawa, huku nikichukua mswaki na kuanza kusafisha kinywa changu. Lakini haikusaidia kabisa kuiondoa ile harufu ambayo nilikuwa naisikia kwenye kinywa changu. Nilihangaika kwa muda, ndipo alipokuja Vero na kunisemesha, "Inatosha, tayari umeshakuwa sawa." Alizungumza Vero akiwa ananichukua na kurudi naye sebuleni. Nilifika naye sebuleni na kukaa, huku wale wachungaji wakiwa wananitazama kwa kunionea huruma. Hii hali imefikia pabaya sana. Ni hatari sana hii. Lakini usijali, tutamsaidia, alizungumza mchungaji mmoja akiwa ananitazama kwa huruma sana. "Wanisaidie?" Niliuliza kwa mshangao nikiwa namtazama Vero. "Ndio baby, wakusaidie. Na nimewaeleza kila kitu kuhusu wewe na matatizo yako yanayokutokea kila siku," alizungumza Vero akiwa ananitazama na kunifariji. "Mbona mimi niko sawa na sina tatizo?" Nilizungumza pia, nikawafanya watu wote pale sebuleni wanitazame na kunishangaa. Walishangaa ninavyokataa kwamba sina matatizo, wakati wamenikuta nikiwa kwenye hali mbaya ya kula kinyesi. Inawezekana ni shetani ndiye anayeongea ndani yake, ila sisi tutamuondoa na kumwacha mume wako huru. Mchungaji mwingine alidakia kuzungumza hivyo, huku akinyanyuka akashika Biblia yake tayari kwa maombi. Nilijikuta nachukia sana kumtazama ule mchungaji ambaye amesimama, na kila nilipokuwa namtazama na yeye alizidisha kuomba huku akiwa ananyoshia ile Biblia yake. Lakini ghafla nilihisi kitu kizito kikinipiga kichwani na nikapoteza fahamu kabisa. Huku sauti za watu wakipiga kelele na vishindo nikivisikia kwa mbali sana. Na mwishowe kabisa sikuweza kuvisikia tena. Taratibu nilianza kuona macho yangu yamekuwa mazito na sikuweza kujua ni muda gani umepita tangu nimepoteza fahamu. Lakini nilihisi kope zangu ni nzito sana kiasi cha kushindwa hata kuzinyanyua na kuweza kufumbua macho kutazama. Nilikuwa nasikia watu wakizungumza kwa sauti nzito nilizokuwa nikizisikia kutoka mbali sana na eneo nililopo mimi. Sikuweza kujua ni sauti za kina nani kwa sababu hata usikivu wake ulikuwa ni mgumu sana. Na kwa jinsi zilivyokuwa nzito, nilijikuta nashindwa kufahamu kwamba hii sauti ni ya nani na ile ni ya nani. Nilitulia na kujaribu kuulazimisha ubongo wangu kwamba uweze kuwa active na kuweza kutambua kila kitu kilichokuwa karibu yangu. Macho yalizidi kuwa mazito na sikuweza hata kufumbua angalau kupata mwanga wa jua. Sauti nazo zilikuwa zinazidi kuwa nzito na kuzidi kusikika kutokea mbali na nilipo. Kwa mbali kabisa nilianza kuhisi kama naguswa mwilini, lakini sikuweza kujua naguswa na nani. Lakini nilihisi kama vipande vya miti vikiwa vinanipapasa mwilini, maeneo ya mikono na miguu. Nilijitahidi hata kidogo niweze kufumbua macho ama kutikisa mwili wangu,
lakini nilishindwa na kujikuta nikikata tamaa na kuendelea kutulia na kuwa mpole kabisa, huku nikisubiri mpaka pale mwili utakapoamua wenyewe kukubali kufanya kila kitu. Nilianza kujihisi kama napaa na kisha kushuka chini ghafla na kulazwa kwenye eneo lenye ubaridi mkali, na mwili wangu ndipo ulipoanza kupata fahamu kwa haraka. Nilijikuta nalazimisha kufumbua macho na hata masikio yangu yalianza sasa kusikia zile sauti kwa uzito na kwa ukaribu zaidi. Kila nilipokuwa nalazimisha kufumbua macho, ndipo nilipokuwa nazidi kupata afadhali ya kuona hata mwanga. Sikuweza kuona watu zaidi, nilikuwa naona ukungu tu na kama kuna vivuli vinapishana mbele ya macho yangu. Lakini niligundua ni watu na hawakuwa wachache bali walikuwa ni wengi kidogo. Nilikuwa najiuliza kichwani, hapo nilipo ni wapi? Na huo ubaridi ulikuwa unatokea wapi? Na kwa nini uanze kusambaa mwilini mwangu kwa kasi? Yalikuwa ni maswali mengi niliyokuwa nikijiuliza na yalikuwa yakizunguka kichwani mwangu. Taratibu zile sauti pia nilizokuwa nazisikia kwa mbali, nilianza kuzisikia kwa ukaribu, nikaanza kugundua hata walichokuwa wanazungumza. Zilikuwa ni sauti zenye kufanya maombi mazito. Nilianza sasa kusikia kwa makini na kwa hali ya uwepesi, tofauti na awali nilivyokuwa nasikia kwa uzito kiasi cha kushindwa hata kujua ni sauti za nani na wanazungumza kitu gani. Nilijua walikuwa wanaomba kwa sababu nilianza kusikia hata maneno ambayo niliyaelewa, na yalikuwa ni maombi ya kukemea shetani atoke kwenye mwili wangu, lakini sikuwa najua kama wanauzungumzia mwili wangu. Nilitulia na macho sasa yalianza kuona kawaida japo kwa uhafifu fulani, lakini nilianza mpaka kugundua baadhi ya rangi zao za nguo ambazo walikuwa wamevaa wale watu ambao walikuwa wakiomba kwa kunizunguka. Nilianza kuwaona wachungaji ambao niliwaona kwa mara ya mwisho pale nyumbani kwangu wakiwa wanataka kuniombea, na nikapoteza fahamu ghafla baada ya kupigwa na kitu kizito. Wachungaji nao walionekana wakiwa na bandaji mikononi na vichwani, kuashiria kwamba walikumbwa na jambo zito ambalo hata mimi sikuwa najua ni jambo gani. Na walionekana wakiwa wanakemea kwa nguvu na jasho zilikuwa zinawatoka kweli kweli. Niliweza kumuona na kumgundua Vero akiwa anaomba kwa hisia, huku akiwa amefumba macho na mgongoni akiwa amembeba mtoto aliyekuwa amelala. Hapo ndipo utagundua maajabu ya Mungu, kwamba watu wanaomba kwa sauti na makelele, lakini mtoto alikuwa amelala usingizi mzito na hata haonyeshi kukerwa na hizo kelele za maombi. Watu waliendelea kunena na kuomba, wengine wakizidi kumkemea pepo na shetani mchafu atoke. Na hapo ndipo nilipogundua ya kwamba wanasali na kumtaka shetani atoke kwenye mwili wangu na sio kwa mtu mwingine yoyote. Na nilipokuja kutazama kwa makini, nilipokuwa nimelazwa ni sakafuni na mwili wangu wote ulikuwa umelowa maji. Kumbe bwana, kile kipindi napata fahamu na kuanza kuhisi watu wanaongea kwa sauti nzito, nilikuwa nashushwa kutoka kwenye kitanda cha matairi na kulazwa sakafuni, na hata vile vipande vya miti nilivyokuwa nahisi na guswa navyo mwilini, kumbe bwana vilikuwa ni vidole vya watu. Na yote hao ni kutokana na mwili wangu wote ulikuwa kama umekufa ganzi, na nilikuwa kama nusu mfu nisiyejitambua kwa lolote. Na ule ubaridi ambao nilikuwa nikiuhisi mwilini mwangu ulikuwa ni ubaridi wa maji ya baraka, maji ya upako ambayo waliamua sasa kuniogesha kabisa mwili mzima. Na ndipo walipoanza kuomba kwa kasi na kwa sauti, huku wakikemea na wengine wakiomba kwa hisia na kumlilia Mungu ili niweze kurudi kwenye hali yangu. Amefumbua macho jamani, alisikika mwanamama mmoja akizungumza akiwa ananitazama usoni kwa ukaribu. Sikuweza kuelewa ni kwa nini alizungumza hivyo. Alafu akanichungulia. Nilijua tu anataka kuwapa wenzake taarifa waweze kujua kazi wanayofanya ilikuwa inazaa matunda. Oh, asante Yesu, asante Baba, tunakushukuru kwa baraka zako. Alisikika mchungaji mmoja akizungumza huku akinyosha mkono wake wa kulia uliokuwa umeshika Biblia na macho yake akiwa ameyafumba kwa hisia kali sana. Nilishindwa kuuliza wala kuzungumza kwa sababu bado nilikuwa na mshangao. Na ndipo nilipokutanisha macho na Vero aliyekuwa anaomba mpaka anatoka na machozi. Na hata yeye pia alikuwa aamini kama kweli nimefumbua macho yangu. Mwili wangu ulikuwa umevalishwa nguo ama sare za hospitali, kuashiria kwamba nilikuwa nimetolewa hospitali na kufikishwa kwenye hilo kanisa ambalo sikuweza hata kulijua ni kanisa gani. Asante sana Mungu wangu.
Aliongea Vero akiwa anamshukuru Mungu kwa jinsi nilivyoweza kufumbua macho. Nilianza kuona watu wakipunguza ile kasi ya maombi na kila mmoja akiwa anamshukuru Mungu huku akiwa ananitazama kwa makini na kunionea huruma. Alikuja mchungaji mmoja kati ya wale wawili waliokuwa nyumbani kwangu, akanishika mkono huku akitabasamu. Kijana, sasa uko huru. Unaweza kusimama na kumshukuru Yesu Kristo. Alizungumza mchungaji huyo huku akiwa ananisaidia kusimama. Kweli nilijikaza nikasimama tena na nilijihisi mwili wangu ni mwepesi sana tofauti na ilivyokuwa awali. Nilijihisi kama mtoto niliyezaliwa upya na hata moyo wangu ulikuwa mweupe sana. Huyu ndiye Clement aliyekusudiwa na Bwana. Haleluya! Mchungaji alizungumza kwa sauti ya ushindi na watu wakaitikia amen. Pole sana Clement. Alizungumza mchungaji akiwa ananitazama mimi usoni. Asante. Nilijibu nikiwa bado sielewi chochote. Ulikuwa mfu kwa miezi 3. Tumepambana ukiwa umelala hospitali kitandani mpaka leo hii tulipoamua kukuleta hapa madhabahuni ili upokee uponyaji wa Bwana. Mchungaji alizungumza huku akiwa ananitazama kufanya kama kunikagua mwili wangu. Asante sana, nashukuru. Nilimjibu huku nikiwa bado sielewi chochote. Sasa unaweza kuwa mtu mwema na kumshukuru Mungu aliye hai na aliyekuponya kutoka kwa wenye dhambi mpaka sasa kuwa kondoo uliyetakaswa. Mchungaji aliendelea kunisemesha. Basi watu walianza kuja kunipa mkono wa pole huku kila mmoja akiwa na tabasamu kwa ushindi ule. Na Vero naye alikuja kunikumbatia kwa furaha huku akiwa analia, maana hakuamini kama kweli mimi nimerudi tena kuwa hai. Watu wengi waliamini nitakufa na wengine waliamini nilishakufa baada ya kulala kitandani kwa miezi 3 bila ya kufumbua macho na kupumua kwa kusaidiwa na mashine. Ilikuwa ni kama miujiza, na hapo wachungaji wanakuambia walipambana na nguvu za giza sambamba na mapepo yaliyokuwa yamepandikizwa kwenye mwili wangu, wakidai kwamba ndio yalikuwa yakinitesa kwa muda wote na kupelekea mimi kuona mauzauza ndani kwangu. Wanakuambia ile siku ya kwanza waliweza kupambana nayo na kuyatoa mapepo kadhaa ambayo yaliwajeruhi mpaka wao na kuwafanya na wao kukimbizwa hospitali kutibiwa. Na ndio maana nimewakuta wakiwa na mabandeji kwenye vichwa vyao na makovu mikononi pia. Mpambano ulikuwa mkubwa, maana hata haya mapepo yalikuwa hayataki kuniachia kwa sababu yalikuwa yamevutiwa na nyota yangu. Na ndio maana kila mara Steven alikuwa akinibembeleza niweze kurudi kwenye kanisa lao la kishetani. Baada ya miezi 3 ya mapambano ya wachungaji ndipo nilipokuja kurejewa na fahamu zangu na kusimama tena nikiwa kama Clement. Nilitubu dhambi zangu zote na kujikabidhi kwa Yesu Kristo. Kuanzia hiyo siku sikutaka tena kutamani maendeleo na mafanikio ya wenzangu, na nilijikita kwenye kupambana na kufanya kazi kwa bidii. Na niliweza kurudia biashara zangu. Nilirudia biashara yangu ya mchele. Na Mwenyezi Mungu alinijalia niliweza kufanikiwa kupata masoko nchini na kuuza mchele wangu ambao ulinisaidia kujijenga kimaisha bila kutegemea nguvu za giza ama ulimwengu wa giza. Nilifunga ndoa na Vero na kuanza maisha mapya ya ndoa na kumlea mtoto wetu. Na hata urafiki na Steven sikutaka tena na sikuhitaji tena ukaribu na yeye. Na mwishowe hata kanisa lao pia lilikufa baada ya wachungaji kuungana na kuliombea na kuangusha wale mabosi wote wa lile kanisa la nguvu za giza. Namshukuru Mungu sana kwamba sasa hivi nimesimama vizuri kwenye biashara yangu na nipo huru na ninaabudu sana. Onyo kwako msikilizaji, usitamani mafanikio ya mtu, usitamani maendeleo ya mtu. Kila kitu kinaenda na progress. Kila kitu ni mchakato. Tufanye kazi kwa bidii msikilizaji, na tusitamani mafanikio ya haraka kwa sababu yanaponza. Ni funzo tosha kabisa mimi nimelipata kutoka kwa ndugu yetu Clement. Sijui kwako msikilizaji wangu. Niseme tu sina la ziada, tukutane wakati ujao katika simulizi yetu ambayo itatoka Jumatatu. Simulizi ya Shamsa ikiwa ni mwendelezo wa sehemu ya kwanza ambayo ilitoka Jumamosi.
Dondosha komenti yako msikilizaji, umejifunza kitu gani? Lakini pia nipende kukukumbusha kwa ambaye haujasubscribe channel yetu ya Dada B Simulizi, usiache kufanya hivyo. Subscribe ili uwe mwanafamilia na uweze kuwa wa kwanza kabisa kupata simulizi ambazo zinatoka. Yaani unakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuzipata kwa wakati sahihi. Sina la ziada mpenzi msikilizaji, tukutane wakati ujao na kwaheri.